Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wherever you are watching us from, mahali popote unapotutazama, wale ambao wako Qatar, Saudi Arabia, USA na pia vile Church Without Walls, our brothers in diaspora, wale ambao wako ndani ya hema, kwa neema ya Mwenyezi Mungu naomba muweze kupunguza mkono mseme hallelujah. Amen. Amen. We give God all the glory and we magnify his holy name. Tonight I want to share a message on you are special in the program of God. I want to share a message on you are special in the program of God. Wewe ni wa maana katika mpango wa Mungu. Amen. Amen. Naamini kwamba itakuwa baraka katika jina kuu la Yesu Kristo. Wow. What a message. What a title. Wapendwa, nikifunza ujumbe huu ni vizuri sana kila moja aweze kujua ya kwamba you are special in the program of God, because the moment you are aware your speciality, itakuwezesha kutembea in dominion and authority. Amen? Amen. Yeah. You are going to walk in dominion and in authority when you recognize that you are special in the program of God. Na tunaenda kuangalia ni kwa jinsi gani ambao sisi ni wa muhimu ama maana kwa mpango wa Mungu. Tunasema mara nyingi ya kwamba God created us in his image, his own image and likeness. Na wakati tunasema ya kwamba Mungu alituumba kwa mfano wake na kwa sura yake, Mungu hakufanya tu hivyo kwa madoido. It was not for a show off. No. Mungu alifanya hivyo manake alikuwa anataka kutuambia ya kwamba, kutuonyesha ya kwamba sisi wanadamu we are special in his program, in the program of God. Na ndiposa tukisoma kitabu cha Jeremiah, ukiangalia Jeremiah chapter 1, ukisoma verse 5, the calling of Jeremiah, kuna mambo matatu ambayo yanazungumziwa mahala pale ambayo ni muhimu sana. Na Mungu anazungumza wakati anaita Jeremiah, anamwambia mambo matatu. Tunaangalia hayo mambo matatu. The word of the Lord came to me saying, ninasoma kwa NIV version, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations. Amen. Amen. Kama Jeremiah anaambiwa ya kwamba kama anaambiwa ya kwamba before I formed you in the womb, I knew you. Ya kwamba kabla sikuwa nimekuumba kwa tumbo, nilikujua. And before you were born, kabla uko umezaliwa, I set you apart, nilikutenga. I appointed you to be a prophet of the nations. Ya kwamba nilikuteua ili uwe nabii ya mataifa. When was Jeremiah called? Tukiangalia maandiko, tunaona ya kwamba Jeremiah, wito wake na assignment yake, yani kukuwa set apart, hiyo kazi ilifanyika hata kabla hakuwa ameumbwa kwa tumbo, hata kabla hakuwa amezaliwa. Na hiyo basi natuambia kwamba mwanadamu, Mungu aliona mwanadamu hata kabla hakuwa ameweka kutumbo na hakuwa amezaliwa. Inamaanisha kwamba mwanadamu alikuwa, lakini in spirit realm, katika ulimwengu wa kiroho mwanadamu alikuwa tayari. Na ndipo kabla hajazaliwa ama hajawekwa kwa tumbo, Mungu aliweza kumteua, akamtenga ili awe nabii wa mataifa. Hiyo ni ishara tosha ya kwamba human being are special in the program of God. Amen. Amen. Wapendwa, ni vizuri sana kujua. Unajua
ni vizuri kujua ya kwamba kabla Mungu akuwa ameumba mwanadamu, Mungu alikuona vile ulivyo, jinsi ulivyo. Alikuona lakini hujazaliwa. Na ndipo ukisoma for example Psalms 139 verse 15 to 16, maandiko nasema, my frame was not hidden from you when I was made in the secret place, when I was woven together in the depth of the earth. Your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your books before one of them came to be. Even all the days ordained for you, your assignments, ilikuwa imewekwa kwa kitabu ya Mungu. Inamaanisha kwamba human beings, we are special in the program of God. Wapendwa, sasa watu wanashangaa, unasema Mungu aliniona aje na sikuwa nimezaliwa ama sikuwa nimeweka kwa tumbo? Lakini Mungu alituona. Kwa mfano ukisoma Psalms 139 verse 16, maandiko yanasema, you saw me before I was born. Psalmist anasema ya kwamba you saw me before I was born. Na vile tumeona wito wa Jeremiah, si tu Jeremiah inazungumza juu yake, ni kila moja. Mungu alikuona kabla uko umezaliwa, na Mungu alikutenga kila moja kwa mpango wa Mungu. Mungu alijua kile kazi utafanya, wapendwa. Mungu alijua, unajua, mimi nasemanga, for example this is podium, na kabla uko umetengeneza hii podium ama hii kiti, tayari ulijua kile ambacho unatengeneza vile iko, vile unataka ikue, na ujaanza kazi ya mkono. Lakini hata kabla hujaanza, tayari ulijua kile ambacho naenda kutengeneza kile vile itakuwa na ile kazi itafanya. Na vivyo hivyo Mungu alivyo, alijua vile kazi ile ambacho utafanya na vile utakuwa. Alijua assignment yako, alijua your effort and your weakness, na bado uko umezaliwa. Na ndiposa wakati Mungu anakutengeneza, Mungu alifanya hivyo it was for a divine purpose. Ndiposa wapendwa, na ndiposa leo nafunza about you are special in the program of God. Kwa nini wewe ni wa maana kwa mpango wa Mungu? Kwa sababu ambayo sisi ni wa maana, wapendwa, kumbuka nimeona kampani nyingi wanajivunia kazi yao ya mikono yao. Na kampani wamekuja, kwa mfano kampani ambayo inatengeneza unga, kampani ambayo inatengeneza simu, sola, mkopa, kila kampani inafurahia kazi ya mkono wake. Na sisi pia wanadamu, wapendwa, sisi ni wa maana kwa sababu sisi ni kazi ya mkono wa Mungu. Nikisema kwamba sisi ni kazi ya mkono wa Mungu, inamaanisha kwamba Mungu mwenyewe alitumia mikono yake, wapendwa. Unajua, kwa mfano vitu vyote ambavyo Mungu alikuwa naumba, alikuwa nasema let there be. Alikuwa ananena tu let there be. Lakini ikikuja kwa mwanadamu, kwa sababu mwanadamu ni special, kusema let there be. Waliweza kudiscuss God the Father, God the Son and God the Holy Spirit. Akasema let us now create human being. Let us now create man in our own image and likeness. Na vile alisema hivyo, tukawa kazi ya mikono wake, na vile tulikuwa kazi ya mkono wake, akatuandaa mapema kwa kazi nzuri. Wapendwa, imagine tukisema sisi ni kazi ya mkono wa Bwana. Wacha tusome maandiko katika jina kuu la Yesu Kristo. This is divine, wapendwa. Hii ni ya kushangaza sana 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 sana. Wacha tusome maandiko. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10, maandiko nasema kwamba for we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. Yaani maandiko nasema kwamba
For we are God workmanship. Workmanship inamaanisha kwamba sisi ni kazi ya mikono wake. Workmanship tuseme tu ni this is my workmanship. Ni kazi ya mkono wa kazi ya mkono. Tunasema workmanship ama masterpiece. Amen. Amen. Ama handiwork. Ambaye kumaanisha kazi ya mkono. Wapendwa, maandiko yanasema for we are God's workmanship. Maanake sisi ni kazi ya mikono wake, created in Christ Jesus, ambayo tumeumbwa katika Kristo Yesu to do good works, ili tufanye kazi njema which God prepared in advance, ambayo Mungu aliandaa mapema for us to do, ili tuweze tukatenda. Wapendwa, kazi ya mkono wa Bwana, yani Mungu mwenyewe ametumia mikono, si tu kuamrisha, ila kutumia mikono yake. Kama wewe unaweza tengeneza panga ama jembe ama mashine, vivyo hivyo Mungu alitumia mikono yake kututengeneza kwa kazi njema ambayo aliandaa mapema hata kabla tu kuwa tumezaliwa. Na ndiposa we are special. You are special in the program of God. Kwa sababu hata kama Mungu akuwa bado amekuzaa, hatukuwa tumezaliwa. Kabla Mungu akuwa amekuumba, tayari alikuwa na mpango na sababu na kusudi na maisha yako. Purpose. Amen. Wapendwa, for example, tukisema Genesis chapter 2:7, maandiko nasema, Genesis chapter 2:7, maandiko nasema, the Lord God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostril the breath of life, and the man became a living being. Unajua tukisoma hii maandiko ya kwamba the Lord God formed the man from the dust, inamaanisha ya kwamba Mungu alichukua mchanga, vile watoto wa shule wanachukuanga clay na wanatengeneza doli. Mungu alichukua hiyo mchanga akatengeneza kitu kama doli, lakini akapulizia pumzi ya uhai na tukawa wanadamu. Praise God. Amen. Inamaanisha kwamba ukiona Mungu mwenyewe anafanya tumia mikono yake kututengeneza, inamaanisha kwamba we are special in the program of God. Kwa sababu kufanya hivyo kwa mambo mengine, kwa vitu zingine alikuwa anamrisha let there be. Na tena ni ngumu sana kupata ya kwamba maandiko, yani pumzi ya Mungu mwenyewe, Mungu Amen. Amen. Yani Mungu mwenyewe, inamaanisha Mungu angekosa kuweka pumzi yake mwenyewe, tungekuwa kama ng'ombe, si ndio kweli? Lakini kwa sababu aliweka the breath of life, hiyo imefanya tukawa special in a way that we are spirit the way God is spirit. Because man is a spirit being living in a physical body. Wapendwa, we are special in the program of God. Unajua watu ambao wanaishi duniani, ili mtu aweze kujivunia, mtu atajivunia ikiwa amewekeza hazina in term of resources ama treasures. Mtu awe na fedha ama gold ama amefanya investment kubwa, basi ataangalia buildings na anajivunia. Amejiwekeza kwa bank, anajivunia. Amen. Mamilionea na mabilionea wanajivunia na wanafurahi kwa yale mambo makubwa wamefanya, kwa sababu hapo ndio furaha yao iko. Hapo ndio investment ambao wamefanya. Lakini unakumbuka, unadhani wakati mwanadamu anavunia mambo makubwa, magorofa, manyumba, mapesa, Mungu naye kitu kubwa sana ambacho anajivunia ni kitu gani? Amen. The greatest thing ambayo Mungu anavunia, vile watu wanajivunia mapesa, magari, maplot, manyumba. What about God? God, kila ambacho Mungu anavunia na ikafanya hata na ndio investment yake kubwa sana kwa ulimwengu mzima, si malaika, ila ni human being, wanadamu. Amen. Amen. Na ndipo maandiko yanasema ya kwamba ukisoma 1 Corinthians chapter 3 verse 9, maandiko yanasema ya kwamba for we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Maandiko yanasema sisi ni shamba la Mungu, sisi ndio jengo lake. Amen. Amen.
inamaanisha Mungu hana investment yoyote ambayo anafurahia isipokuwa wanadamu. Na ndiposa wapendwa, you are special in the program of God. Kwa sababu ni wewe ndio Mungu anakutegemea. Wewe ndio Mungu anakuhitaji. Wewe ndio Mungu anakuvunia ya kwamba siku ya mwisho nitaweza kugather my harvest. Amen. Amen. Mungu ana harvest mahali popote isipokuwa wanadamu. Hakuna siku Mungu atasema niliwekeza pesa kwa account niende nichukue. Nilifanya building pale ya magorofa niende. Hapana, ni wanadamu. Wapendo, we are special in the program of God. Niwaulize wapendwa, unadhani kile ambacho ukiwa unalinda kitu ambacho ni dhamana, basi mlinzi ambaye analinda hiyo kitu ambacho ni dhamana, treasure, na hiyo treasure, kitu ya gani ni ya maana, ni ya muhimu? Security ambayo analinda the treasure thing ama the treasure, kile ambacho nalindwa, kile ambacho nalindwa ndio muhimu, si ndio? Amen. Amen. Na ndiposa when I talk about you are special in the program of God, ni vizuri tujue ya kwamba sisi kwa mpango wa Mungu and his will, his plan and his will, ni ya kwamba wanadamu wakishashinda hapa duniani waende pale juu mbinguni, watakuwa wa maana sana kuliko hata malaika. Are you not aware? Amen. Amen. Kwa nini malaika waliumbwa? Unadhani sababu kubwa ambayo malaika waliumbwa ni gani? Malaika waliumbwa sababu kubwa waweze waka offer protection to human being. Waweze wakalinda wanadamu. Inamaanisha kila ambacho nalindwa ndio ya maana, treasure. Amen. Amen. Bwana hapo tufuate. Amen. Wewe unadhani ukiwa na kwa boma ambayo ni boma ya tajiri, na hiyo boma ya tajiri yako na mfanyikazi, na mgeni anatembelea hiyo boma, pray God. Nani ambaye ako na nguvu kwa hiyo boma? Ni mfanyakazi ama mgeni special ambaye ametembea kwa hiyo boma, kwa boma ya tajiri? Si mgeni ambaye ametembea ni muhimu kuliko mfanyakazi ambaye ako mahali pale. Pray God. Na nikisema kwamba you are special in the program of God, wapendwa, msishangae ya kwamba mkishashinda vita mtakuwa special hata kuliko malaika. Na ndipo maandiko nasema katika jina la Yesu Kristo ya kwamba the prophets who spoke, the Bible says amen. Ukisoma 1 Peter chapter 1 verse 11 to 12, maandiko nasema ya kwamba the prophets who spoke of the grace that was to come to you search intently and with greatest care. Kwa nini walikuwa wanabii ambao walitutangulia? Maandiko nasema they search intently and with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when he predicted the suffering of Christ and the glories that will follow. Verse 12, very, very important. It was revealed to them that they were not serving themselves but you, when they spoke of the things that have now been told you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit sent from heaven. Haya. Even angels long to look into these things. Amen. Amen. Even who? Angels. Maandiko nasema even angels long to look for this thing. Which things? The day when the sons of God will manifest. Amen. When the sons of God will be revealed on the face of the earth. Wakati the sons of men, sisi, tutakuweza kuwa revealed on the face of the earth. Even the angels, they long for these things. Because angels is part of the creation. And the Bible says, the Bible says in the book of maandiko nasema katika kitabu cha amen, kitabu cha Romans chapter 8 verse 19, the Bible says the creation waits in eager expectation for the sons of God
to be revealed. Yeah. The creation waits in eager expectations for the sons of God to be revealed, which is us. Wana wa Mungu ambao watakuwa manifest ama wata revealed. Wapendwa, nimekuja kukuambia in the name of Jesus that you are special in the program of God. In the name of Jesus, we give God all the glory. We magnify his holy name. Simama tu kwa mguu in the name of Jesus.